Ukimtuma mtu kwenda kufanya jambo, maana yake akirudi ni lazima umpokee ili aweze kuwasilisha kile ambacho amekifanya kule. Na kazi yao nimeifuatilia tangu mwanzo katika sehemu zote walizopita mikoani, na nilikuwa kiwasiliana mpaka na viongozi wa mikoa kuona kazi zimefanywa kiasi gani, lakini sikusikia isipokuwa kupongezwa tu kutokana na kazi kubwa walioifanya. Kwa hiyo mimi niwashukuru kwamba kazi ambayo nimewapa wamekwenda kuifanya vizuri na imepokelewa vizuri. Juu ya swala zima linalohusiana na maadili ni jambo ambalo limepokelewa vizuri, na huu ni msafara wa kwanza, lakini tutafanya tena utaratibu wa msafara wa pili ambao watapita katika mikoa iliyobakia kwa ajili ya kuzungumzia swala ambalo sasa hivi ndio limechukua nafasi kubwa ya kusemewa. Kwa hiyo kwanza nimshukuru mkurugenzi wa Tabligh Sheikh Arifu kutokana na kazi kubwa sana aliyoifanya na usimamizi aliofanya na kutekeleza kazi ambayo kwamba nimemtuma, na ninawashukuru mashekhe wote hawa ambao wamefanya kazi kwa ujumla wakashirikiana na Sheikh Arifu pamoja na mashekhe wa mikoani na Waislamu na Watanzania kwa ujumla. Mwenyezi Mungu awajaze kheri kwa kazi ambayo wameifanya. Tumepata ushirikiano vile vile wa kiserikali wa viongozi wa serikali za mikoa, wilaya. Hii yote ni kwa sababu ya uongozi wake mzuri uliotukuka. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi hii ya kuunga mkono swala hili la maadili, na yeye amelisemea na sisi tumeshika hapo, tunaendelea kumuunga mkono, na aelewe kwamba sisi tunafanya kazi yake kubwa kuelimisha umma juu ya sala na umuhimu wa sala la maadili kwa ujumla, na namna ya kupatikana nchi utulivu na amani na watu kuwa na mshikamano na upendo, na kuhakikisha kwamba nchi inakaa katika hali nzuri chini ya uongozi wake yeye. Mwenyezi Mungu amjalie aendelee kutulea vizuri, kwa sababu utakumbuka kwamba mimi ndio mtu wa kwanza Tanzania kuzungumzia masuala ya mmomonyoko wa maadili katika upande wa ushoga, ambalo lilikuwa mara nyingi watu walikuwa na kigegezi cha kuzungumza. Mimi nikajitosa kuzungumza, na hata habari zangu mtu mmoja Marekani amenipigia simu kwamba bwana, huku picha yako pia inaonyesha sana huku kutokana na jambo ambalo umelifanya. Nikamwambia basi vizuri, lakini sisi tu haja yetu kubwa katika nchi ni kuhakikisha kwamba ni nchi yenye watu safi, yenye watu wenye uadilifu, yenye watu wenye maadili, wenye watu wenye tabia nzuri. Taifa ambalo linaweza likajenga nchi, taifa la aina hiyo, taifa ambalo lizungukwa na mmomonyoko wa maadili, halina tabia nzuri, hawezi kupatikana maendeleo hata siku moja kwa watu wa sampuli hiyo. Kwa sababu kwanza wanakuwa na laana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu jambo alitaki watu wanafanya. Kwa hiyo anawalani wale watu, analani na ile nchi yenye kukaa watu wale. Nadhani tulishaeleza huko nyuma namna gani Mwenyezi Mungu amepindua miji. Ile miji imebomolewa na Mwenyezi Mungu akaipindua upside down kwa sababu ya kuonyesha kwamba Mungu hana radhi pale. Na sisi tunahitaji radhi za Mungu. Hili ndio kitu ambacho kinakosesha raha sana usiku nikilala. Lazima tumsaidie Mheshimiwa Rais. Sio peke yake tumwachie, lazima tuzungumze sisi kama viongozi wa dini wote, tujitolee, tuzungumze, tumsaidie katika swala la mmomonyoko wa maadili, nchi yetu ikae vizuri, taifa likae vizuri, vijana wawe vijana safi, wawe wachapa kazi, tupate maendeleo katika taifa letu la Tanzania. Tunamwombea Mungu, Mwenyezi Mungu amjalie aendelee kutulea vizuri. Nawashukuru sana, nawapongeza sana, na hatuna cha kuwalipa isipokuwa mtalipa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Jannatul Firdaus. Kama alivyosema Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubeir Ali Bwana, ametutuma sisi tarehe 14 kwenda mikoani, tukianza na Tabora, tukatoka hapo tukaenda Mwanza, baada ya hapo tukaenda zetu Arusha, baada ya Arusha tukaenda Dodoma, baada ya Dodoma Morogoro, baada ya Morogoro tukaenda Makambako, baada ya Makambako tukaenda Mtwara katika wilaya Masasi. Alhamdulillah, kote huko tumezungumza na Waislamu wapatao 3986. Hao ni viongozi ambao wa dawa na tablighi wako katika mikoa na wilaya na vijiji mbalimbali. Wamefika katika mikoa hiyo. Manake kama tumesema Tabora, basi mkoa wa Katavi, mkoa wa Kigoma wote wamesogea pale. Mwanza hivyo hivyo, kanda ya Ziwa wote wamesogea pale. Dodoma hivyo hivyo, watu wa kati pale Manyara na Singida wamesogea pale. Hivyo hivyo Morogoro, akina Pwani na Dar es Salaam wamesogea pale. Na Makambako huko wamesogea watu wa Songwe na Mbeya na Iringa pale. Lakini vile vile Mtwara, Lindi na Mtwara yenyewe pamoja na Ruvuma wamefika pale. Kwa hiyo viongozi 3989 tumeongea nao, na pametoka makundi ya dawa na tablighi ambayo yatakwenda mijini na vijijini, nyumba hadi nyumba, mtu kwa mtu, watawafikishia maelekezo ya Mheshimiwa Mufti wa Tanzania kwamba wakataze mabaya, waamrishe mema, lakini vile vile wahakikishe amani na utulivu unapatikana
maadili mema, lakini vile vile malezi ya watoto, uzalendo na mshikamano na serikali yetu ya Tanzania. Alhamdulillah, kazi hii inafanyika na inaendelea kufanyika, na makundi haya yatakaporudi watarudisha sasa mrejesho kwetu, alafu tutaleta tena kwa shekhe kwamba huko walikokwenda wamezungumza na watu wangapi na faida gani imepatikana. Insha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe. Tunaendelea kufanya hiyo kazi. Tumeanza tarehe 14, lakini tutaendelea mwaka mzima mpaka hapo ambapo tutahakikisha kila Muislamu amefikiwa ndani ya nchi hii kufikisha kalma tukufu ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lakini vile vile akae sawa vile Allah subhanahu wa ta'ala anataka, pamoja na utaratibu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala atukubali. Shukran.